Marekani na Iran wameshambuliana vikali kwa usiku wa 10 mfululizo huku kila upande kuipigania udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Jeshi la Marekani limesema limetekeleza mashambulizi yaliyolenga vituo vya uongozi wa jeshi la Iran pamoja na maeneo ya kurusha makombora na vilevile mifumo ya ulinzi wa angani. Aidha, jeshi la Marekani limesema shambulizi hilo liliazimia kuzuia uwezo wa Tehran kuendelea kuhitilafiana na shughuli za uchukuzi wa majini kwenye mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo huo, Iran imetoa video hizi kupitia kituo cha televisheni kinachomilikiwa na serikali. Video hizo zimeonyesha makombora yakirushwa katika maeneo kadhaa yaliyolengwa kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Tehran imesema ililenga meli 2 za mafuta na kuziteketeza moto na kisha baadaye ikashambulia miundombinu inayomilikiwa na jeshi la Iran huko Bahrain na Kuwait. Kuwait imesema baadhi ya vituo vyake vya maji na nishati vimeshambuliwa pia. Mwandishi wa BBC Yolande Nel ana maelezo zaidi kutoka Jerusalem. Taarifa iliyotolewa na wakuu wa jeshi la Marekani inafanana sana na zile tulizoziona hapo awali. Inaelezea jinsi ilivyofanya mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi na maeneo mengine nchini Iran, kimsingi kwa lengo la kuzuia uwezo wa nchi hiyo kushambulia meli za kiraia zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Aidha, kuna ripoti katika vyombo vya habari vya Iran kuhusu mlipuko iliyotokea Isfahan, Chabahar na karibu na kituo cha nishati ya nyuklia cha kiraia cha Bashir kusini mwa Iran. Bado hakuna maelezo ya kina kuhusu uharibifu uliotokea. Hata hivyo, kwa upande wake, Iran inasema imefanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Marekani nchini Bahrain na Kuwait, ikilenga hasa mifumo ya ulinzi wa anga katika maeneo hayo. Vilevile kuna taarifa kutoka kwa jeshi la Iran ikisema kuwa walishambulia kituo cha kampuni ya Marekani ya Amazon kilichokuwa Bahrain, wakisema hatua hiyo ilikuwa ni kujibu mashambulizi ya awali ya Marekani dhidi ya miundombinu ya kiraia nchini Iran. US strikes on civilian infrastructure in Iran. Wakati huo huo, muungano unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen umeahidi kujibu vikali hatua zozote za kuvuruga usafiri katika bahari ya Shamu. Tangazo hilo limetolewa baada ya kundi la Houthi linaloungwa mkono na Iran kutangaza kwamba litazuia meli zinazoingia na kutoka Saudi Arabia na kwamba hatua hiyo itaendelea kudumishwa hadi pale amri ya kuzuia meli kuingia na kutoka Yemen itakapoondolewa. Kufungwa kwa mlango bahari ambao ni kiingilio cha bahari ya Shamu kwa upande wa kusini huenda kukatatiza kabisa kusambaza mafuta ghafi duniani. Ili kuelewa zaidi, tunaungana na mchambuzi Ibrahim Rahbi mubashara kutoka Dar es Salaam. Rahbi, karibu sana. Kwa siku 10 kama ulivyosikia, sasa kuna mashambulizi yameendelea kushuhudiwa. Hili lilitarajiwa, Rahbi? Ni kweli, siku ya 10 mfululizo tumeona mashambulizi ya pande zote mbili, kama mchambuzi wetu hapo awali, mtangazaji aliyozungumza kuwa ni kama maneno yanajirudia, ni yale yale wanatupa kubadili namba kuwa wamefanya mashambulizi, lakini bado dunia ina shida moja tu, kuwa matokeo ya mashambulizi bado hatujayaona moja kwa moja. Je, yamesaidia ulimwengu chochote au yanazidi kutupeleka kwenye shimo kubwa? Kadri muda unavyokwenda ndio tunavyoona tahadhari zinavyozidi, na hali inaweza ikawa ni ngumu zaidi kwa sababu bei ya mafuta inazidi kupanda. Lakini tishio ulilolitaja hapa la Houthi bado limekuwa tishio kubwa zaidi, kwa sababu mlango wa Bab al-Mandeb ndio ulikuwa kama mwokozi wa mafuta ambazo hasa na Saudi Arabia. Kwa hiyo kwa tishio hilo jipya tunaweza tukarudi kwenye mgogoro mkubwa zaidi. Sasa kuna hofu kama ulivyosikia kwamba mzozo huu utaathiri usafiri katika bahari ya Shamu pia. Unazungumziaje hili na athari zake zitakuwa gani hasa? Athari zinaweza zikaongezeka pale zilipokuwa, kwa sababu tumekuwa tukifahamu kuwa shida kubwa imekuwepo kwenye mlango wa Hormuz ambao unachukua zaidi ya 20%. Lakini pale ukiangalia mlango wa Bab al-Mandeb ambao na wenyewe unachukua karibu 12% ya biashara. Kwa hiyo kufungwa kwa mlango huu kutakuwa ni pigo kubwa jingine la dunia, na hata tangazo lake limepelekea bei ya mafuta kwenda juu ya $90, kipindi ambacho hatujafika kiwango hicho. Kwa hiyo si jambo jepesi ambalo dunia inaweza ikakabiliana nalo. Nadhani hakuna njia yoyote zaidi ya dunia kusukuma kwa nguvu, lazima haya yamalizike, kwa sababu ishara sio nzuri sana ambapo kuelekea. Rahbi, tunapoangalia matamshi ya pande zote yanaashiria kwamba hakuna aliye na imani na mwenzake kutekeleza mkataba wa maelewano. Ni kwa nini hili linashuhudiwa?
Ni kwa sababu ya uzoefu. Mfano, upande wa Iran wana uzoefu na Marekani kwa muda mrefu kwenye haya mazungumzo. Kuanzia wakati wa 12 days war walikuwa wakizungumza wakaingia kwenye vita, lakini hata hii vita ya sasa walikuwa wanazungumza wakaingia kwenye vita. Lakini Marekani alikuwa na mkataba na Iran wa mwaka 2015 ambapo mwaka 2018 tena Donald Trump akajiondoa. Kwa hiyo kuna historia kubwa ndefu nyuma ambayo inaonyesha kutoaminiana katika pande zote. Lakini ni juzi tu wamekuja kupingana kwenye makubaliano haya ya MOU ya vifungu 14 ambapo walibishana kwenye kifungu cha 5 ambacho Marekani analazimisha kuwa sivyo Iran wanavyokitafsiri na jinsi kilivyoandikwa. Kwa hiyo kuna masuala mengi ambayo yanaashiria kutoaminiana kwa pande zote mbili, na ndio maana mpaka leo katika haya mazungumzo yote hatujaona mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Irani. Mazungumzo yote yamepitia kwa wawakilishi, nchi ya 3 au nchi ya 4 ndio inaweza kusimamia haya mazungumzo. Kwa hiyo kuna shida kubwa sana ya kuaminiana katika pande zote mbili. Na Rahbi, mataifa ya Ghuba yanaweza kufanya nini kupunguza uhasama na kusaidia kupatikana kwa suluhu? Yanatakiwa yarudi kwenye uhalisia wa mambo ulivyo na waache kupiga siasa, kwa sababu mara kadhaa karibu kila wiki wamekuwa na matamko ambayo wakiketi kama GCC, lakini pia hata Arab League wenyewe wamekuwa wakitoa matamko mengi ya kuilani Irani yanachokifanya, lakini huoni hayo matamko yakienda mbele zaidi na kujua sababu ya Irani kufanya hiyo imekuwa ni nini. Sasa nadhani Saudi Arabia alichukua hatua wakati Donald Trump aliposema kuwa angefungua mlango wa Hormuz mara ya kwanza kabla ya makubaliano ya MOU, na ikatokea hadithi ndefu ya ugomvi kati ya Saudi Arabia na Marekani baada ya Saudia kuzuru viwanja vyake na viwanja vyake vya ndege pamoja na anga yake kutumika kufungua mlango wa Hormuz. Kwa hiyo wakati ule tuliona Marekani alichukua hatua, na mara hii Waarabu wanapaswa wafanye hivyo, kuwa hatutaki haya yazidi, maana ni lazima wamzuie Marekani ili hali izidi kuwa ibaki kuwa kwenye nafasi yake. Naam, kwa kifupi tu, nini zaidi unaona kinahitajika kupatanisha pande hizi mbili? Ya, bila shaka hilo liko wazi kwa hilo, na nadhani inatakiwa kuwa hivyo, na Donald Trump ameonyesha hilo. Hata muda mchache uliopita alikuwa akizungumza na rais wa Lebanon Joseph Aoun, ameonekana kuwa naye anataka hilo, lakini hata msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baqai naye amelizungumza hilo kuwa wawakilishi wa pande nyingi ambao wanasuluhisha wako katika hayo mazungumzo. Kwa hiyo kuna ishara hiyo huenda tukafika, lakini bado hatujui tutafika wakati gani na tutakuwa na lipi ambalo tutalijadili wakati huo. Asante sana. Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi kutoka Dar es Salaam, na mahojiano hayo ndio yanayonikamilishia taarifa yetu kuu. Samahani, kabla hatujamaliza taarifa yetu kuu, tuangalie taarifa nyingine inayoana na hiyo. Ni kwamba pengine ni rahisi kwako kwenda sokoni kununua embe na kufurahia lakini ladha yake, lakini raia wengi wa Marekani wanategemea maembe kutoka India ambayo bei yake imepanda maradufu kutokana na gharama za usafiri zinazotokana na vita vya Iran na Marekani. Lakini licha ya hilo, hitaji la tunda hilo kutoka India halijapungua nchini Marekani. Samira Hussein anaripoti katika taarifa